Karibu mtazamaji. Wanaharakati wameandaa maandamano ya kumtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kujiuzulu na kisha ashtakiwe kwa kuhusishwa na mauaji ya Albert Ojwang. Licha ya Lagat kujiondoa kwenye wadhifa wake kwa muda, shinikizo bado zingalipo ili akamatwe na kushtakiwa, kwani ndiye mlalamishi mkuu katika kesi iliyosababisha mauaji hayo. Kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu Ode Francis kutoka katikati mwa jiji la Nairobi atupashe hali ilivyo kufikia sasa. Ode. Saleh Mdoe, kwa sasa tuko katika barabara ya Moi. Samahani, nilikuwa nimetoka katika eneo hatari kidogo, eneo ambapo vijana upande wa pili wanarushiana mawe. Kwa sasa bado haijajulikana. Kuna pande mbili ambazo eneo hili wanaendelea kumenyana. Kuna upande wa wale ambao wako upande wangu wa kulia na wale ambao wako upande wangu wa kushoto. Ukiangalia vizuri, kuna wale ambao wako upande wangu wa kushoto wako na mipini ambayo kufikia sasa hatujabaini ni mipini imetoka wapi na ni akina nani ambao wameweza kuwapatia. Upande wa pili, upande wa mwisho kabisa, kuna wale ambao wamejihami kwa simu na wale ambao wanaweza pata mawe kurusha, wanarusha, ila eneo hili linasalia kuwa tete, huku wale ambao ni wanabiashara wakiwa wamefunga kabisa biashara zao. Eneo hili ambapo tuko pamekuwa na milipuko ya vitoza machozi, vijana upande wa pili wakikimbiza wale wa upande wangu wa kushoto ambao hawana mipini, ila hatujabaini kufikia sasa hawa ambao wamebeba mipini ni akina nani, wametumwa na nani na kwa nini wako katika eneo hili. Ila upande wangu wa mwisho kuna vijana ambao wanajaribu kufika eneo hili ila wanarudishwa na vijana hawa. Mbali na hilo, kuna pia askari ambao wamejihami pia na vitoza machozi ambao wamekuwa wakitupa vitoza machozi. Tumeshuhudia pikipiki kadhaa zikichomwa katika eneo hili. Eneo la Nation Center pia pikipiki zimechomwa, nguo katika barabara hizi zimechomwa, na pia vijana ambao walikuwa wanakimbizwa eneo hili wameweza kupoteza pikipiki zao kwa kukimbilia maisha yao. Kwa sasa mahali ambapo tuko kuna ile hali ya mshike, vijana wanaendelea kurushiana mawe, wale ambao wamebeba rungu wakizidi kuwapeleka upande wa mwisho ili kuhakikisha kwamba hawafiki upande huu ambao ni wa stesheni ama kituo cha polisi cha Central. Haijabainika kiini cha wale ambao wanatupa mawe ni kipi, kama ni kufika kituo cha polisi cha Central au la, ila kuna wale ambao wameweza kusimama eneo hili kuweza kuhakikisha kwamba vijana hawa hawapiti. Kile ambacho tunashuhudia sasa ni je, mipini ambayo imeweza kupeanwa, wale ambao wako katika pikipiki ni akina nani na wametumwa na nani, na kufikia sasa lengo ni lipi? Mwandishi wetu huyo Ode Francis akitupasha mubashara kutoka katikati mwa jiji la Nairobi hali ilivyo kuhusu maandamano hayo ambayo yanaendelea.